Ukitazama Simba asilimia kubwa mashambulizi yao yanapitia pembeni. Mara chache sana ukiona Simba wanapitia mashambulizi yao katikati. Mara nyingi Mohamed Hussein au Shomari Kapombe ndio wanaopandisha timu. Hata ukiangalia hivi karibuni Shomari Kapombe amehusika kwenye kutengeneza mikwaju mingi ya penalty akiwa Simba. Anatoka na mpira katikati, pembeni, anaingia katikati, lakini pia Mohamed Hussein anafanya hivyo. Lakini ukija kwa Young Africans, ukiangalia asilimia kubwa mara nyingi sana kama mabeki wao wa pembeni hawapo vizuri, wanatumiaga maeneo ya katikati kupita. Mpaka Prince Dube anasogea kwenye eneo la chini, akidribble mipira anasonga na mipira kwenda kwenye eneo la juu. Kwa hiyo Yanga wana faida kwenye maeneo mawili. Kwenye transition wakati wanafanya na timu, wanaweza wakatumia maeneo ya katikati, kwenye kushambulia wakatumia maeneo ya katikati, lakini pia uwezo wao mzuri wa kuja kulinda. Max pia ukumbuke ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na hiyo tabia. Anaweza akapanda kwenda kushambulia, lakini pia anashuka chini kuja kusaidia au kuongeza nguvu. Na ndio maana unaweza kumuona Khalid Aucho yupo karibu sana na safu yake ya ulinzi, kwa sababu anajua juu yake kuna Mudathiri, pembeni yake kuna Maxi. Kwa hiyo hata akipokonya mpira ni rahisi akawa kwenye eneo la chini akapiga mpira katikati, Maxi na Mudathiri wakapata mpira wakaondoka nao. Tofauti na Simba, ukiangalia Simba Fabrice Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma, walau pacha yao imekuja kunoga kwenye hiki kipindi cha hivi karibuni, lakini kipindi cha nyuma bado ilikuwa sio pacha ambayo unaweza kuitegemea kwa 100% kwamba eneo la kiungo la Simba lipo timamu kwa 100% kwenye kuja kushindana na Yanga.